Kwa lugha ya Kimombo huwa wanasema the same place, the same time, the same people. Kiswahili ile Kiswahili hatuwezi kutohoa. Hatuwezi kutohoa, kumaanisha muda ndio huu, masaa ndio haya. Karibu kwenye msamiati wetu. Naam. Msikilizaji wangu popote pale ulipo, tunakukaribisha kwa msamiati wa leo, na leo tunakuletea hii hapa. Inaitwa kadi ya simu ya pesa ama scratch card kwa lugha ya Kimombo. Hii katika King'eng'e inafahamika kama scratch card. Ila katika Kiswahili sanifu inaitwa kadi hela. Kadi hela. Ama kadi ya mihela. Kadi hela haina wingi. Haina wingi. Niseme nataka kadi hela 10. Bado zitaitwa tu kadi hela, hazitaitwa makadi mahela. Ni kadi hela. Mfano ukienda kwenye duka, badala ya kuitisha voucher, namwambia mwenye duka kwa zima na kadi hela ya 20 kabisa, ama kadi hela ya 100. So leo tumejifunza credit. Kuna wenye wanaita airtime, whichever the country that you are watching us from. Inategemea unatutizama ukiwa wapi. Wa Tanzania hii mnahitaje? Kwetu huku Kenya inaitwa scratch card. Rwanda ama kule Congo, kule Uganda mnahitaje hii? Kwenye comment section tueleze. Okay, si kwetu kule wakuu tunaita hivi na tunaita vile na tunaita pia hivyo. Sisi kwetu ni kusoma na kukupea majibu kulingana na utafiti wa Mswahili. Mswahili hufanya utafiti nyingi sana. Msimuone tu kwa hii koti yake akikaa kama mtu mwenye anataka kufa, lakini msamiati anao nyingi sana. Okay, tukizidi kuendelea kama kawaida, wacha channel grow, tuweze kugrow pamoja. Na kitu unaweza fanya ni kubinya kile kitufe cha subscribe ili uwe mmoja wetu, ama ili uweze kusupport ama kutembea nasi katika hii safari ya kujifunza Kiswahili mahali popote ulipo. Huenda uko Marekani, huenda uko nje ya nchi, hapa ndipo tu utakuja kusikiza kile Kiswahili cha utamaduni wetu wa asili ya Kiafrika. Bila shaka mimi huwakumbusha Mswahili msamiati upya ambao unao siku ya leo, tuzidi kwenda nao. Leo hii nataka niwapatie, kwa maana tumekuwa tukikosea sana, tunasema kifungu yangu imepotea, kifungu changu nini kabisa. Sasa leo nakupatia tofauti kati ya kifungu au unapaswa uite vipi. Ikiwa moja hivi ni ufunguo wa mlango. Sio kifunguo. Ni ufunguo wa mlango. Bali ikiwa kitita hivi tunasema ni funguo za mlango. Mlango ni mmoja, mbona aweke wingi za? Ingawa funguo za milango, kwa sababu labda zinafungua milango tofauti kwenye sehemu moja. Tuseme huu itafungua ule mlango wa chumba cha kujisaidia, alafu tuseme hii sasa ndio inafungua mlango kuu. Sasa zitakuwa funguo za milango ama bado funguo za mlango? Ni funguo za mlango kulingana kama idadi ya namba. Naam, kulingana na vyumba ambavyo vinapatikana kwenye chumba kimoja. Mfano, unapata hii nyumba ina sehemu mingi: chumba cha malazi, chumba cha kupikia, chumba cha mambo mengi tu. Unapata kwamba tunatumia funguo. Lakini usirudi kutumia kifunguo ya mlango, ni ufunguo wa mlango. Mfano, ufunguo wa mlango wangu umevunjika, ama ufunguo wa mlango wangu umepotea. Na zikiwa mingi tunasema funguo za milango zimepotea, katika lugha safi ya Kiswahili. Naam. Alafu pia jambo lingine ni kwamba
wengine tumezoea kusema kafuli la. So labda kwa yule, unajua ni tuko na watazamaji aina tofauti. Kuna yule labda ndio mara yake ya kwanza anaanza kujifunza Kiswahili. Kuna wale weledi wa Kiswahili wenye wameandika vitabu vingi sana, hata labda penye wako wanashangaa venye naongea Kiswahili kibofu mbele ya kamera, lakini usijali. So hii inaitwa kufuli. Naam, kufuli. Lakini kwa lugha ya Kiingereza tunajua kama padlock. Naam. Kwa Kiswahili ni kufuli. Naam. Na kufuli iko na wingi na umoja. Naam. Umoja. Kufuli ikiwa moja, vifuli vikiwa vingi. Kwa wingi. Naam. Kumaanisha inaendana moja na moja na ngeli ya kivi. Naam. Watu wengi utapata wanasema kafuli, ambapo si sahihi. Utasema hivi kufuli. Naam. Kufuli, mwizi alivunja kufuli akaiba mali ya dhamana. Wezi waliiba kufuli ama walivunja kufuli wakaiba mali za dhamana. Kabisa. Naam. Siku ya leo tumeweza kujifunza msamiati ama ni misamiati miwili ambao tumejua jinsi ya kutamka ufunguo na vifunguo vikiwa vingi, na pia vile vifunguo haviwezi kujifungua peke yake, ndiposa tukaleta kufuli. Vikiwa vingi tukasema ni vifuli. Ama nimekosea? Kufuli ikiwa moja, vikiwa vingi vifuli. Naam. Kitu tunaweza waambia, wacha tuweze kupatana kesho, ama unaweza angalia video yetu ambayo inaweza kuwa ina pop up kwa your screen ili uweze kutufuatilia. Na pia unajua tunaweza kuwa tunakosea kwa sababu watu fanya utafiti tofauti. Labda unao utafiti wako umefanya, anao utafiti wake, ninao utafiti wangu. So sote tunaleta mawazo pamoja, na sehemu pekee ambayo tunaweza ongea na exchange mawazo yetu ama exchange mawazo zetu jinsi ninavyosema ni pale kwa comment section. Drop your comment, eka pale komenti kuhusiana na Kiswahili. Tutafanyaje? Tutazidi kuchambua pamoja. Langu jina Mkuu, nikiwa pamoja na mwenzangu Amichi mwanangu, Mswahili mwenyewe. Sadakta. Tukutane kwa video ijayo. Bye bye. Inshallah.